Katika Ijumaa Kuu, tunatafakari uzito wa mateso ya Kristo na upendo wake mkubwa uliojidhihirisha msalabani. Maandiko yanatufunulia moyo wa mpango wa Mungu wa ukombozi, mpango uliotabiriwa, kutimizwa na unaoendelea kuwa nguvu leo. Katika somo la kwanza, tunaona unabii juu ya mtumishi atakayeteseka, si kwa ajili ya makosa yake, bali kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Alikuwa mnyonge, mwenye huzuni nyingi na ajuaye mateso. Maumivu yake yalikuwa gharama ya amani yetu. Ukimya wake mbele ya washtaki wake, mzigo wa makosa yetu juu yake. Haya yote yalitimiza mpango wa Mungu wa wokovu. Hali ya ajabu katika kifungu hiki ni jinsi Yesu alivyoamua kwa hiari yake mwenyewe kuvumilia mateso hayo. Ingawa hakuwa na hatia, alichukua adhabu iliyostahili sisi. Unabii wa Isaya unakumbusha kuwa ukombozi unakuja kwa gharama, lakini ni zawadi inayotolewa bure. Somo la pili kutoka waraka kwa Waebrania linatuhimiza kushikilia imani yetu, tukijua kwamba Yesu kama kuhani mkuu wetu anaelewa udhaifu wetu. Alivumilia majaribu lakini hakutenda dhambi. Kupitia mateso yake alijifunza utii na kuwa chanzo cha wokovu wa milele kwa wote wanaomfuata. Katika Ijumaa Kuu hatulilii tu mateso yake, bali tunapata faraja kwa sababu anatembea nasi katika majaribu yetu. Yule aliyelia katika Getsemane, aliyepiga kelele kwa uchungu msalabani, ndiye Mwokozi anayetuombea leo. Huu ni mwaliko wa kumkaribia kwa ujasiri, tukijua kwamba anahisi uchungu na ugumu tunaopitia. Injili ya Yohana inaelezea kwa kina jinsi Yesu alivyokamatwa, kuhukumiwa, kusulubiwa na kuzikwa. Alisalitiwa, kuachwa na kuhukumiwa kwa dhuluma, lakini alibeba msalaba wake hadi Golgotha, akivumilia dhiki na maumivu makali. Hata hivyo, katika mateso yake, upendo wake ulibaki thabiti. Aliwasamehe wanaomtesa, akamhangaikia mama yake na kutoa neema hata katika dakika za mwisho. Aliposema imekwisha, alikamilisha kazi ya wokovu. Pazia la hekalu lilipasuka, akifungua njia kwa wote kumfikia Mungu bila vizuizi. Mazishi yake yalionekana kama mwisho, lakini tunajua kwamba baada ya siku 3 mauti haingekuwa na neno la mwisho. Leo tunapotafakari mateso ya Yesu, tunakumbushwa gharama kubwa ya neema. Lakini Ijumaa Kuu si siku ya huzuni pekee, ni siku ya tumaini. Kwa sababu ya sadaka ya Kristo, tumesamehewa na kufanywa wapya. Mateso yake hayakuwa bure, yalikuwa kwa ajili yako na yangu. Tunapokaa katika ukimya wa siku hii, tusikimbilie haraka kupita msalabani. Tutafakari juu ya upendo uliobeba uzito wa dhambi zetu. Tudhibiti majibu yetu kwa shukrani, unyenyekevu na imani. Ijumaa Kuu ni giza, lakini si mwisho, kwa sababu Jumapili ya ufufuko inakuja. Mungu atubariki.